Kuna taarifa ambazo nimeweza kuzipokea kutoka kwa vyanzo vyangu vya habari kwamba serikali hii ya Samia imeanza kuwawinda kimya kimya yeyote yule ambaye anakisiwa kwamba alichochea maandamano ya mwaka 2025 Oktoba 29 mpaka tarehe 4 Novemba, kukataa uchaguzi, kukataa uongozi mbaya na kukataa wizi wa kura. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Karibu kwenye hichi kituo, mahala ambapo unapata taarifa za ukweli. Kitu ambacho nakuomba ni kimoja tu. Endapo unanipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde 1, 2, 3 kapige subscription. Bonyeza kengele. Washa hicho kengele ili kipindi ambapo tunaweka video unazipata kwa haraka. Vile ukimaliza kutizama, ninakuomba uweze kusambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu. Sasa ninakuomba tu uweze kulike video. Ukilike hii video inatembezwa. Karibu Watanzania, naomba niweze kuzungumza nanyi. Hii serikali iliweza kuingia madarakani kwa mara nyingine kupitia kwa njia ya wizi, na wanataka kutumia kila namna kusalia madarakani mpaka mwaka 2030 tutakapoingia tena kwenye uchaguzi. Tena kuna kitu ambacho wanakiendeleza, ni kuficha ushahidi. Wanaendelea kupigana sana ili kuficha ushahidi wa mauaji ambayo yalitendeka mwaka uliopita. Sasa vyanzo vyangu vinaniambia kwamba wengi wanaohisiwa kwamba walichochea yale maandamano ya mwaka uliopita wanatekwa na kuuawa kimya kimya. Yaani kuna msako mkubwa unafanywa. Kuna msako mkubwa unafanywa na hii serikali. Hii serikali inatumia polisi na usalama wa taifa kwa kuua yeyote wanayehisi alichochea maandamano ya mwaka uliopita. Yaani wakihisi kwamba Ezra alichochea kuwashauri vijana waandamane, wanamsaka na kumwangamiza. Hizo ndizo taarifa za ndani ninaelezwa. Au yeyote yule ambaye anaeneza uchochezi wa mapambano dhidi ya chama cha CCM anatekwa na kuuawa. Mnaona jinsi ambavyo hawa machawa wa Samia wanashambulia chama cha Chadema. Yeyote mwenye atashambulia chama cha CCM anatekwa na anapotezwa na maisha yake yanaenda hivyo. Ninaelezwa kwamba serikali ikihisi kwamba kuna mtu ambaye anapinga chama cha CCM, na wakihisi kwamba huyo mtu yuko na vihela, yani yuko na pesa, wanahisi kwamba huyo mtu anaweza kafadhili mapambano, anaweza kafadhili mapambano, na kwa hivyo wanaamua kumuua na kumteka, au wanaamua kumteka na kumuua. Hii serikali hata wakiambiwa kwamba fulani aliweza kuchochea vijana kuandamana, hawataki kufanya uchunguzi.
wakipelekewa tu umbea kuwa huyu alihusika kuhamasisha vijana waandamane, wewe wanakuua. Mfano mzuri wameanza na mfanyabiashara wa Arusha. Kuna huyu mfanyabiashara mwenye aliaga juzi, mwenye alipatikana mwili wake ukiwa umeuawa, ama alipatikana akiwa ameuawa, mwili wake ukapatikana ukiwa umefanyiwa machafu. Huyu mfanyabiashara mwenye mnaona hapa, huyu mfanyabiashara wa Arusha, familia yake imeharakisha kumstiri kwa sababu mwili wake ulikuwa umeharibika. Tunaelezwa kwamba marehemu alikutwa macho yamenyovolewa, hakukuwa na macho, yalinyofolewa, mikono yake ikavunjwa na hata kuumizwa kichwani. Ninaelezwa kwamba sehemu za siri hazitamaniki, yaani walimfanyia ukatili mkubwa. Sehemu za siri zilifanyiwa uchafu. Sasa hii ndiyo sababu ambayo ilifanya serikali wakamwangamiza. Sababu ya kumuua ni mmoja tu. Yule jamaa alishawahi kukamatwa. Huyu sasa alishawahi kukamatwa kuwa alichochea vijana wa Arusha kufanya maandamano. Kuna kipindi ambapo alikamatwa kwamba alichochea vijana wakaandamana, kwa sababu yeye ukuwa very close, yaani ukuwa karibu na vijana wa Arusha, na alishawahi kamatwa na kupewa kesi ya uhaini, ila ikafutwa. Ndio wakaona kwamba ile kesi watashindwa mahakamani, hasa wakaona wamuue. Na ninaelezwa hivi, huyu jamaa alikuwa amekwisha onywa siku chache tu hapo na polisi wa hapo Central Arusha, hapo hivyo Central, kabla kuwindwa. Yeye mwenyewe aliposikia taarifa kwamba anawindwa, alienda mpaka kwenye kituo cha polisi akapiga ripoti, kaeleza kwamba ninasikia ninawindwa, ninatafutwa na maafisa wa polisi. Je, sababu ni gani ambayo inafanya mnanitafuta? Polisi wakamwambia kwamba sisi hatukutafuti. Siku 3 baadaye anapatikana akiwa ameuawa. Huyu ni mmoja wa wale ambao serikali ilihisi kwamba alichochea maandamano, na yeyote ambaye serikali inahisi kwamba alichochea maandamano wanamkamata au kumuua kuanzia sasa. Hizo ndizo taarifa ambazo nimeweza kukuambia za siri. Mkiona nimetulia, jua kwamba ninakusanya taarifa. Sasa kuna kitu ambacho napaswa kuelewa. Eti kitu ambacho kinafanya wanawaua, eti kwamba wanahisi aliweza kuchochea maandamano, na yeyote mwenye anahisiwa kwamba aliweza kuchochea maandamano anauawa. Hii serikali inapaswa kujua kitu ambacho kilichochea vijana wakaandamana ni uongozi mbaya. Polisi wanatumia mamlaka vibaya, serikali hii inatumia mamlaka vibaya, watu wanatekwa ovyo ovyo, watu wanapotezwa ovyo ovyo. Sasa kulifanya wananchi wakakasirika na wakataka mabadiliko ya uongozi. 2, wananchi waliandamana, na hivi vitu ndivyo wanapaswa kukamata na kuteka au kuua. Wananchi walikuwa wanataka katiba mpya,
Je, hii serikali imetafuta katiba mpya kwa sababu ndio iliweza kufanya wananchi wakaandamana? Hii katiba ambayo tuko nayo sasa hivi haifanyi kazi, hata serikali yenyewe haitumii. Wizi wa kura ndicho kitu kingine ambacho kilichochea wananchi wakaandamana. Serikali haitaki kurekebisha hayo, wanaendea watu na kuwaua. Ukamataji wa viongozi wa upinzani na kuwakandamiza, akina Tundu Lissu, akina Mpina kuenguliwa kutoka kushiriki uchaguzi, hivyo ndivyo vilichochea Watanzania tukaandamana. Hawataki kuyashughulikia hayo, wanaona tu eti kwamba watu walilipwa kuandamana, si ndio? Si ndio? Hawa wapuuzi wanapaswa kujua kwamba hata wakituua hawawezi wakaua sisi sote, na lazima siku moja tutapata uhuru.